يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. Mheshimiwa mkubwa mkutano mkuu wa Jumuiya ya Kiislamu Burundi na mashekhe wote na wazee wa busara ambao mmearifiwa hapa na kina mama, ninayo furaha kuanza kwa salamu na maamkizi bora kabisa nikisema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nimesimama hapa mbele yenu kwa niaba ya kina mama wa Kiislamu nchini Burundi ili kuweza kufanya petite presentation ya AFEMIBU. Kwa ufupi, AFEMIBU ni shirika la kina mama wa Kiislamu nchini Burundi. Na katika hii presentation yangu, kwanza nitaanza na kuwaonesha AFEMIBU ni nini, malengo ya AFEMIBU ni yapi, AFEMIBU imejipanga vipi, na kazi ambazo AFEMIBU inazofanya ni zipi. Alafu tutafanya kama vile analize ya kuangalia ni changamoto gani ambazo AFEMIBU inakutana nazo. Alafu inshallah tutamalizia kwa kuangalia kwa kuwafikishia viongozi wetu maombi ambayo tunayo sisi kama wakina mama wa Kiislamu nchini Burundi. Bila kukawia, nitaanza na Association Generale ya AFEMIBU. AFEMIBU ni shirika la kina mama wa Kiislamu nchini Burundi ambalo lililoundwa kutokana na matatizo ambayo yalikuwa yakuwepo kwa kipindi hicho, ambayo yakiwemo yani tukisema ni kulturi ya nchi ambayo ilikuwa haimpi thamani mwanamama, na pakawa hamna access à l'information, na wengi ambao walikuwa hawakujaliwa kuweza kuelimika. Ikaonekanika wakina mama kumbe wajiunde wawe kitu kimoja na waweze kuunda ili shirika ambalo liliundwa mwaka 1994. Ni shirika ambalo linajulikana mbele ya serikali na linafanya kazi kwa uwazi. AFEMIBU ni shirika ambalo liko na wanamemba nchini Burundi nzima, na wanamemba wenyewe tutasema wako active ni zaidi ya 1500 kwa nchi nzima. Alafu AFEMIBU tuko na siege yetu ambayo iko Buyenzi, barabara ya 7 namba 34. Na malengo ya AFEMIBU ni kuweza kuwakusanya wakina mama katika shirika ambalo litakuwa linaweza kuwasaidia kuweza kupata information za kujua haki zao, kuweza kujiendeleza kimaisha na kuweza kukabiliana na changamoto zote ambazo zinawakabili wakina mama wa Kiislamu nchini Burundi. Na miongoni mwa malengo ya AFEMIBU kuwemo kuhamasisha vijana wa Kiislamu ambao ni mabinti zetu kwa kuweza kujiendeleza kielimu, na malengo mengine ni kuhusikana na kuweza kuwa na collaboration nzuri na wengine mashirika ambayo yanafanya kazi hapa nchini Burundi hata na nje ya Burundi. Na tulifanya tena activity mengi ambayo yakiwemo ni kuweza kuwaelimisha wakina mama ni namna gani wanaweza wakaunga vikundi ambavyo vinaweza vikawasaidia kuweza kukabiliana na swala la umaskini katika jamii yetu. Kutokana na kipengele cha analizi ambayo tulifanya, yani sisi kama AFEMIBU tuko na force, tuko na faiblesse,
alafu pako na opportunity, pako na menace. Force ambazo tuko nazo, kwanza sisi tunajivunia kuwa tuko wengi nchini Burundi na tunawakilisha ni kama vile nchi yote, yani na maana tuko fasi yote, na tuko na bonne organisation interne kwa hapa kwetu. Alafu kingine kama force ya FEMIBU tuko na baadhi ya viongozi na wanamemba ambao wako na competence na nyanja zote, ukiangalia kidini, elimu ya kawaida, ukiangalia katika kuishi vyema. Yani tuko na watu ambao kabisa tunasema tunajivunia. Alafu tuko na zingine collaboration nzuri na wengine association ambayo yanatumikia hapa nchini Burundi. Na sisi kama sisi hatujakamilika, tuko na matatizo yetu, na miongoni mwa hayo matatizo nisema ni faiblesse tuko nazo. Tuko na faible capacité financière, yani uchumi wetu bado ni mdogo sana, na tuko na zingine matatizo yanayoendana na, yani tuko na vijana wengi, mabinti ambao bado hawajaelimika na bado wanahitaji msaada. Alafu tuko na miongoni mwa wanamemba wetu wako na niveau d'instruction iko chini kidogo, kwa hiyo tutajitahidi kuweza kumfanyia kazi. Na tatizo lingine ambalo tuko nalo katika kundi letu sisi, huwa hatuna mtu ambaye tunasema huyu tunajivunia kuweza kuwa anaongea lugha ya Kiarabu kwa ufasaha. Hilo kabisa ndio ambalo tuko nalo. Tunajikuta ikiwa tuko na wageni ambao wanaongea ni Kiarabu kitu, huwa tunapata matatizo kidogo hapo. Na lingine tatizo ambalo tuko nalo, yani tuko na access limited à l'information, huwa hatupati habari kwa wakati mwafaka, yani hatujui hata kinachoendelea, japokuwa tuko na watu wadogo ambao tunajivunia, lakini bado kazi ngaliki ni kubwa. Na kwa kipengele cha opportunity ambazo tuko nazo, sisi tunasema kama opportunity kubwa ambayo tuko nayo, yani tuko na uwezo wa kuweza kuexploiter nos forces na kuweza kuaméliorer yani condition zikatufanya tuweze kukabiliana na zile faiblesse ambazo tuko nazo. Alafu tukiangalia kipengele cha changamoto ambazo tuko nazo kwa hii katika jamii yetu ya kina mama wa Kiislamu nchini Burundi, tuko na tatizo la influence occidentale. Ina maana tunakopia sana mila na desturi za watu wa niseme yani tunakopia sana kutoka nje. Tunajisahau sisi kama Waislamu, tunajisahau sisi kama Warundi, kwa sababu na mila za Kirundi na za Kiislamu haziko mbali sana. Tukiongelea tunakuwa tunaona swala la sexualite ambayo ni kabisa ni changamoto katika jamii yetu, na matumizi mabaya ya internet. Lingine tatizo ambalo tunaona ni changamoto kwetu ni les violences basées sur le genre. Kwa kila mama wengi wananyanyasika kwa sababu tu labda hawajui haki zao au hawafundishwi vizuri haki zao ambazo wanatoa na dini yetu nzuri ya Kiislamu. Na ingine changamoto ambayo tuko nayo, tulijikuta kina mama wa Kiislamu nchini Burundi sana sana FEMIBU tunapata les représentants fantômes. Kuna watu wanakuja wanasema kama wenyewe ni wa viongozi wa Kiislamu katika mikutano tofauti, wakati sisi tunakuwa watu hatuwajui ni wakina nani. Hii ni changamoto kubwa sana ambayo tunataka tuweze kukabiliana nayo pamoja. Na sisi kama kina mama wa Kiislamu nchini Burundi, tulikuwa tuko na mahitaji yetu ambayo tunatarajia kutoka kwa viongozi wetu wapya wa FEMIBU. Miongoni mwa hayo, tulikuwa tunahitaji étroite collaboration. Tunataka kina mama wa Kiislamu nchini Burundi, sana sana shirika letu liweze kutumika kwa ukaribu sana na FEMIBU ili kuweza kutatua matatizo yote ambayo yanakabilia jamii ya Kiislamu nchini Burundi inshallah. Na tunasubiria tena kuweza kuwa renforcement des capacités financières, yani FEMIBU iweze kutushika mkono ili tuweze kukabiliana na hali ndogo ya uchumi wa kina mama nchini Burundi. Na kitu kingine ambacho tunatarajia FEMIBU wao wanatupa information sur les opportunités. Ina maana kwa opportunity hata kama itakuwa labda ni ya elimu au ni ya kitu ambacho tunataka kumwendeleza mwanamama wa Kiislamu kwa njia moja ama nyingine, tunaweza kuomba viongozi wetu waweze kutusaidia kwa tunapata hizo information kwa muda mwafaka ili tuweze kuzifanyia kazi inshallah. Na kitu kingine ambacho tunatarajia kutoka kwa viongozi wetu ni pawe création d'une commission chargée de lutter contre les violences basées sur le genre. Tulijikuta kwamba kina mama wengi katika kuongea nao wako na malalamiko, wako na yani wana kitu ambacho kiko rohoni mwao, na wengi wao hawana nafasi ya kuweza kukiongelea. Ndio maana tungeomba paweko commission
itakuwa comme Komibu, lakini iko chargé des questions zenye zinaangalia les violences basées sur le genre, kitu kienda sambamba na dini yetu nzuri ya Kiislamu. Na kwa kumalizia, tungekuwa tunaomba viongozi wetu waweze kuona wanatupa fursa za kuweza kuparticiper kwa activité gouvernementale. Tunajua sisi wa Waislamu tunasema mwanamume wa Kiislamu hana ile representation gouvernement parce que bako kitu ambacho labda niseme Komibu inakuwa haikuweza kumwezesha. Kwa hiyo tunaomba viongozi wetu inshallah waweze kutusaidia, kuweza kutuwezesha tupate na participation gouvernementale. Kwa Komibu yenye aliyomo ni mengi, lakini kwa uchache ni hayo. Ningependa tu niishie hapa, nikiwashukuru viongozi wetu na wageni wetu wote kwa kuweza kuhudhuria hafla hii. Nasema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah bina'matihi tatimmu salihat. Wassalatu wassalamu ala al-habib al-Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man nahaja nahjahum wa sanna bi sunnatihim ila yawm ad-din, amma ba'd. Mheshimiwa Naibu Mufti wa Jamhuri ya Burundi, Mheshimiwa kiongozi wa mkutano mkuu katika Komibu, Mheshimiwa Naibu kiongozi wa mkutano mkuu katika Komibu, waheshimiwa wajumbe mbalimbali, kila mmoja kwa heshima yake ambaye alivikwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuipata fursa hii katika umsia huu lakini kwa sababu ni muda wa kupata chakula cha mwili na pengine labda watu tumejitayarisha kwa hilo, sipendi kuwachosha kwa kuzungumza yaliyokuwa mengi, kwa sababu idha jaa al-fitna dhahaba al-fitna. Tumesikia mengi kupitia dada Suwadu ambaye ni mwakilishi wa Komibu katika yale ambayo alitufikishia, lakini imani yangu ni kwamba kama jinsi wanavyosema wenye kusema kwamba nyuma ya kila mwanamume ambaye aliyefaulu, nyuma yake kuna mwanamke. Kwa sio tunajivunia kwamba Komibu kuwa ni kiungo katika viungo vya Komibu, basi tunategemea kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bila shaka kutakuwa na mafanikio inshallah kwa uwezo wake Allah tabaraka wa Ta'ala. Na kuna mambo mengi ambayo aliyaomba, lakini nadhani baadaye labda pengine hiyo karatasi ya yote ambayo iliandikwa labda tutakabidhiwa ili tuweze kuikaa na kujifunza. Lakini ninachoelewa kama kilikuwa hakiko katika siku za mbele au kilikuwa kimepangiliwa vibaya, lakini nina imani kwamba katika kamati tendaji ya Komibu ambayo tunafikiria kuipanga na kwamba kutakuwemo pia wawakilishi wa kina mama, na kuweko kwa wawakilishi wa kina mama bila shaka kutasaidia kuweza kuyaelewa matatizo ambayo yako katika jamii za wakina mama ikiwemo jamii ya Komibu, na hivyo nadhani kutakuwa na urahisi wa kuweza kuyajua matatizo katika jamii za wakina mama na pia kuyatafutia ufumbuzi inshallah kwa uwezo wake Allah tabaraka wa taala.
sidhani kama nitakuwa na mengi ya kuzungumza. Kama nilivyosema, namwomba tu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuwezeshe kwamba panapokuwa ushirikiano, panapokuwa mshikamano, basi mambo yote yanawezekana. Uzi wa kawaida hauwezi ukafunga mzigo na ukaukokota, lakini uzi unapokuwa na uzi mwingine na uzi mwingine na uzi mwingine, inafikia kuunda kitu ambacho ni kamba, na hiyo kamba inaweza ikafunga mzigo mzito, mzigo mkubwa, na ikaukokota. Kwa hiyo lazima watu wote, kila mmoja mmoja, tujiunge kama uzi ambao utafikia kufanya kamba, na hivyo kuweza kubeba mizigo mizito ambayo tuko nayo katika jamii yetu. Hakuna mtu mmoja ambaye yeye mwenyewe anaweza akatatua matatizo ya jamii, lakini tutapokuwa pamoja, bila shaka mfano wake itakuwa ni hadithi ya Mtume, kalbuniani yashuddu ba'duhu ba'da. Mfano wa Uislamu ni kama jengo ambalo kila tafari litakuwa linatia nguvu katika tafari lingine, ili kibambazi kiendelee kusimama wima. Na hivyo ndivyo tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuweze kuwa kubwa zaidi. Kama tulivyosema siku za mbele, watu tusikae tunalaumu kwamba Komibu imetufanyia nini, lakini sisi tujiulize, sisi tumeifanyia nini Komibu? Tutapoweza kujibu ulizo hilo, basi tutakuwa na mengi sana ya kuweza kufanya na kufikia yale ambayo labda pengine kwa miaka mingi tulishindwa kufikia. Niruhusuni nitosheke na hayo, nikimwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala abarikie kikao chetu hichi, an yaj'ala ijtima'ana ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la yaj'al fina wala ma'ana shaqiyan wala mahruma. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. جمعنا هذا جمع مرحوم وجل اللهم تفرقنا وتفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل، بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات، تزهو بك السماوات وتنتشي الأكوان. Al Huda, mwongozo wa jamii.